min al-adabi fi zina, miongoni mwa adabu katika mapambo, saturu ra'si, ni kufunika kichwa. Katika mapambo ambayo Muislamu kaamrishwa kujipamba nayo akienda msikitini ni kufunika kichwa. Akasema hukumu yake mustahabun, jambo hilo ni mustahabu. Marra maana hadithun, imekusha hadithi, fa inna Allaha ahaqqu an yutazayyana lahu, hakika Allah ndiye mwenye haki zaidi ya watu kujipamba kwa ajili yake. Shekhe akasema wa huwa dalilun amun, na hii ni dalili yenye kuenea, la yuaridhuhu muaridhun, haikizani na chenye kukizana chochote, walaysa min alhay'ati alhasana, na si katika haia iliyokuwa nzuri, kwa sababu tumeambiwa kule mwanzo kwamba tunatakikana tutoke katika haia nzuri. Sasa Sheikh yasema walaysa min alhay'ati alhasana, na si katika haia, si katika muonekano nzuri, wal mandhari albahi, na si katika mandhar iliyokuwa nzuri, kashfu ra'si, kufunua kichwa, si katika muonekano nzuri Muislamu mwanamme akatembea au akaenda msikitini akiwa amefunua kichwa chake, akiwa kichwa wazi. Wasairi ala hadhihi alhal fi turuqat, na kutembea katika hali hii manjiani huko, ukamwona Muislamu ana kanzu yake vizuri masha Allah, lakini kichwa chake kiwazi, hii si katika muonekano nzuri, si katika muonekano nzuri. Walaysa min alhay'ati alhasana, na si katika muonekano nzuri, wal mandhari albahi, na si katika mandhari iliyokuwa nzuri, kashfu ra'si, kufunua kichwa, kuacha wazi kichwa. Wasairi ala hadhihi alhal, na kutembea katika hali hii, fi turuqati, katika njia, au dukhuli amakin alibada, au kuingia katika maeneo ya ibada mtu akiwa katika kichwa wazi, si katika muonekano uliokuwa nzuri, si katika muonekano uliokuwa nzuri. Kwa hivyo wale ambao tumezoea kuacha vichwa vyetu wazi, kwamba hatuzipendi. Sasa kuna mtu yakwambia hapendi yeye kofia, kwambia mimi sitaki kufanya upaa mapema basi. Kwa hivyo wale ambao tumezoea hivyo kuacha vichwa wazi, tubadilike na tuzizoee kofia, bali kujizoesha kofia na kuvaa kofia ni katika adabu za Kiislamu, ni katika adabu za Kiislamu. Bali hapo zamani baadhi ya wasimulizi wa hadithi walikuwa hawapokelewi hadithi zao, au watu walikuwa hawapokei hadithi zao wakiwa wako vichwa wazi. Watu walikuwa hawapokelewi hadithi zao wakiwa vichwa wazi, yani hadithi yako inaachwa ukiwa kichwa wazi. Naam, si katika murua wa Kiislamu, si katika murua wa kishekhe, yani wewe shekhe pia kichwa chako wazi. Bali wengine mpaka maimamu kabisa wanapita mbele wakiswalisha vichwa wazi. Ndio maana wazee wetu wakawa zamani wanaweka sana kofia pale msikitini, hazitoki zile, ili ukija pale wewe imamu na kichwa chako wazi, chukua kofia vaa. Qala al-Sheikh al-Albani fi tamam al-minna, amesema al-Sheikh al-Albani katika tamam al-minna, walladhi arahu, na kile ambacho mimi nakiona, anna salata hasiri ras, hiyo ni hasiri sio hasiru. Walladhi arahu, na kile ambacho mimi nakiona, anna salata hasiri rasi makruhatun, kwamba swala ya yule mwenye kuacha wazi kichwa ni makruha, swala yake ni makruhu, yani ni makruhu kuswali kichwa wazi. Sawa Islam? Naam. Dhalika, hilo, annahu min almusallami bihi, ni kwamba katika yale yenye kusalimishwa, katika yale ambayo watu wamejisalimu nayo, istihbabu dukhuli almuslimi fi salah, ni kupendezeshwa kuingia muislamu katika swala, fi akmali hay'atin islamiyatin, ni kuingia muislamu katika swala katika haia iliyokuwa kamili zaidi ya Kiislamu. Narejea, dhalika, hilo la kwamba ni makruhu kuswali kichwa wazi, annahu, ni kwamba
minal musallami bihi, katika yale ambayo watu wamejisalimisha nayo, istihbabu dukhulil muslimi fi salah, ni kupendezeshwa kuingia muislamu ndani ya swala, fi akmali hayatin, akiwa katika ukamilifu, katika haia iliyokuwa kamili zaidi, tena islamiyatin, tena haia ya Kiislamu, lilhadithi, kwa ile hadithi ambayo tumeisoma, fa inna Allaha ahaqqu an yutazayyana lahu, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye haki zaidi watu kujipamba kwa ajili yake, watu kujipamba kwa ajili yake. Hata wanawake na wao maadamu wanaswali majumbani, maadamu wanaswali nyumbani kwake, basi naye ajipambe, ajitie manukato. Sio nyumbani ruhusa kujitia manukato, akajipamba yani kwa nguo zake nzuri ambazo zinafunika viungo vyake ambavyo vimetakiwa vifunikwe, na katika hivyo vinavyotakiwa kufunikwa ni unyayo wake usionekane, nyayo zake zisionekane. Kwa hivyo ajipambe mwanamke, na yeye avae mavazi yaliyokuwa mazuri wakati wa kuswali, bali wao ndio wana fursa zaidi za kuvaa mavazi mazuri, maana nguo yake yeye ya kuswalia, aghalabu wanawake wana nguo zao maalum za kuswalia, wanaziweka, wakimaliza kuswali wanavua, si ndivyo jamaa? Naam. Kwa hivyo mwenyewe mwanamke anaiweka nguo yake maalumu hii kwa ajili ya kuswalia, nguo yake nzuri safi kabisa, anaitia manukato muda wa kuwa anaswalia nyumbani. Kama anakwenda kuswali msikitini, basi atoke na mavazi ambayo hayana manukato ndani yake. Qala, hayo ni kwa hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, fa inna Allaha ahaqqu an yutazayyana lahu, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye haki zaidi ya watu kujipamba kwa ajili yake. Qala, walaysa min alhay'ati alhasana, nasi katika muonekano nzuri, fi urfi salafi, katika urfu ya wema waliotangulia, i'tiyadu hasri ra'si, mazoea ya kufunua kichwa, yani kujizoesha mtu kufunua kichwa chake, yani akawa kichwa wazi. Si katika mazoea, yani si katika muonekano nzuri katika urfu ya salafi mtu kutembea kichwa wazi, au kujizoesha kutembea kichwa wazi, si katika muonekano nzuri inda salaf. Bal hadhihi adatun ajnabiyatun, bali hili jambo la kutembea kichwa wazi ni katika desturi za ajnabia, za wasiokuwa Waislamu, yani za wasiokuwa Waislamu ndio ajnabia, yani wasiokuwa Waislamu ndio ambao wana taratibu hizi za kutembea vichwa wazi. Lakini Waislamu tokea zamani ni watu ambao imma mtu ana kilemba kichwani au ana kofia kichwani, lakini Muislamu hakuwa akitembea kichwa wazi. Kwa hivyo tubadilikeni. Asema bal hadhihi adatun ajnabiyatun, bali hii ni desturi na ada ya wasiokuwa Waislamu, tasarrabat ila kathirin min albilad alislamiyya, imepenya ada hii kwenda kwa wengi au kwenda katika mingi katika miji ya Kiislamu. Bal hadhihi adatun ajnabiyya, bali hii ni ada ya wasiokuwa Waislamu, tasarrabat, imepenya ada hii, ila kathirin min albilad alislamiyya, kuingia katika mingi katika miji ya Kiislamu, hina ma dakhalaha alkufaru, wakati walipoingia miji hiyo makafiri walipoingia katika miji yetu, ndio tukawaona wanatembea vichwa wazi, nasi tukaanza kuiga wao. Lakini asli Waislamu walikuwa wakitembea wakiwa wamefunika vichwa vyao, imma kwa vilemba au kwa kofia. Qala, wa min aladabi, namba 5, na katika adabu, la yughatti fahu fi salah, asifunike mtu, asizibe kinywa chake ndani ya swala, asikizuie kinywa chake ndani ya swala. Wajibun, na jambo hili ni wajib. Qala Abu Huraira, amesema Abu Huraira, naha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amekataza mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallama, an yughatti ar-rajulu fahu fi salah, kufunika mtu kinywa chake ndani ya swala, akakifunika kinywa chake ndani ya swala, kaziba, kawa na swali huko amebana kinywa chake. Qala fala tajuzu taghtiyatu al-fami fi as-salah illa lihajatin, haifai kufunika kinywa ndani ya swala isipokuwa kwa haja. Mithlu an yatathaaba,
mfano kama vile mtu kwenda miayo. Fa inna sunnata, hakika sunna, an yadha yadahu, ni kuweka mkono wake, ala fihi, kwenye kinywa chake. Yani pale mtu anapokwenda miayo, basi ni sunna kuzuia kinywa chake, tukizuia kinywa chake. Lihadithi, kwa hadithi ambayo imekuja, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, idha tathaaba ahadukum, atakapokwenda miayo mmoja wenu, faliyumsik biyadihi ala fihi, azuie kwa mkono wake katika kinywa chake. Fa inna ash-shaytana yadkhul, kwani hakika shetani huingia. Ikiwa mtu atakwenda miayo alafu akaacha tu mdomo wake wazi, shetani huingia katika kinywa chake. Kwa hivyo kwa haja kama hiyo itafaa, lakini kama hakuna haja, Muislamu ndani ya swala asizibe kinywa chake, asizibe kinywa chake. Lakini kuna wakati unakaa na mtu ambaye hajielewi, mtu ambaye hafahamu adabu za kwenda msikitini. Anaingia msikitini katoka kuvuta sigara pale, anakuja msikitini hapa, kisha ndio umekaa naye kwenye safu. Kila ukisoma, kila ukivuta hewa, inakuja hewa chafu mbaya. Kwa unaona mpaka unajizuia hivi, unashtukia unajizuia hivi. Jamaa, swala haimalizi tu. Qala ba wa mimma yataallaqu bihusni alhay'a, na miongoni mwa yale yanayofungamana na muonekano nzuri ambao Muislamu atakikanwa atoke nao muonekano huu akienda msikitini, alihtimamu bitibi raiha, ni kutilia umuhimu harufu nzuri. Kutilia umuhimu harufu nzuri, yani ukienda msikitini unakuwa na harufu nzuri. Tafuta uturi wako mwenyewe, unatia mfukoni. Ikifika muda wa swala unajipaka mwenyewe, unaingia msikitini ukiwa na harufu nzuri, yani ule unayekaa naye anajisikia raha kabisa. Alihtimamu bitibi raiha, kutilia umuhimu harufu nzuri, mustahabun, na jambo hilo ni lenye kupendezeshwa. Fala budda an yakuna almusalli, hapana budi awe yule mwenye kuswali, tayyibar raiha, awe ni mwenye harufu nzuri. Yule mwenye kuswali atakiwa awe na harufu nzuri. Ba'idan an kulli ma lahu raihatun kariha, awe ni mwenye kujiweka mbali na kila kile ambacho kina harufu mbaya yenye kukirihisha. Ba'idan, awe ni mwenye kujiweka mbali, an kulli ma, kutokana na kila kile ambacho lahu raihatun kariha, kila kile ambacho kina harufu yenye kukirihisha. Sawaun kana min aljismi dhatihi, sawa sawa hiyo harufu mbaya iwe katika kiwiliwili chake, au min asbabin kharijiyatin, au yatokana na sababu zilizokuwa nje ya kiwiliwili chake. Kathaumi, kama vile kitunguu saumu. Tu amekula kitunguu saumu, walbasali, na amekula kitunguu maji, ajiepushe navyo hivyo wakati anakwenda msikitini. Wa kulli ma kanat lahu raihatun kariha, na kila ambacho kina harufu yenye kukirihisha. Yataadha minhu nnasu, ambayo wanaudhika watu na harufu hiyo, wanaudhika na harufu hiyo watu. Wal malaika, na malaika pia wanaudhika na harufu mbaya pia. Vile ambavyo vinawaudhi Waislamu, basi pia vinawaudhi malaika. Usende msikitini na harufu mbaya, jitahidi kuna harufu nzuri. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallama, man akala albasala, yoyote atakayekula kitunguu maji, wathauma, na akala kitunguu thaumu, walkurratha, na akala hii alkurratha ni katika aina hizo za mboga mboga hizo ambazo zina harufu za kukirihisha. Atakayekula hivyo, fala yaqrabanna masjidana, asiukurubie msikiti wetu huu. Tazama maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallama kwenye vitu vya halali hivi. Kitunguu maji, kitunguu saumu, alkurratha ni vitu vya halali. Itakuwaje mtu aliyevuta sigara akurubie msikiti aliyevuta sigara? Akasema man akala albasala wathauma walkurratha, atakayekula hivyo, fala yaqrabanna masjidana, asiukaribie msikiti wetu. Fa innal malaikata, kwani hakika ya malaika, tataadha mimma yataadha minhu banu adama, wanaudhika malaika kutokana na vile ambavyo
wanaudhika navyo wanadamu. Vile ambavyo vinawaudhi wanadamu kadhalika vinawaudhi malaika. Qala wa idha kana hadha huwa alhukmu ash-shar'i, na litakapokuwa hili ndiyo hukumu ya kisheria, fi hadhihi almubahati, katika hivi vitu ambavyo ni vya halali hivi ambavyo vimetajwa hapo, fa kaifa yakunu hukmu shurbi ad-dukhan, itakuwaje hukumu ya mwenye kuvuta sigara? Fa kaifa yakunu hukmu shurbi ad-dukhan, itakuwaje hukumu ya kuvuta sigara? Idha hadhara sharibuhu masajid almuslimin, pale atakapohudhuria yule mwenye kuvuta sigara, atakapohudhuria misikiti ya Waislamu, wa adhahum biraihatihi, na akawaudhi wale Waislamu kwa harufu yake, itakuwaje? Muislamu anakwenda msikitini, katoka kuvuta sigara pale, kakizima kipisi pale, anaingia msikitini na vukuti lake lile, aingia msikitini hapa. Yani Muislamu yule aliyekaa naye anaswali pale, anaudhika, atamani swala imalize, yani hata ile tumaanina ya swala yake haipatikani kwa sababu ya harufu mbaya ambayo anaipata kutoka kwa yule anayeswali naye pale. Fahadha qad talabbasa bi amrin muharramin shar'a, kwa hakika huyu amejivisha jambo la haramu kisheria, lima fihi, kwa yale yaliyomo ndani yake, ndani ya kuvuta sigara, min madharatin bisihha, katika madhara ya kuzidhuru zile afya, min madharatin bisihha, katika madhara ya kudhuru zile afya, kudhuru afya ya yule mwenye kuvuta sigara. Na Muislamu mwenye akili timamu havuti sigara. Ukimwona mtu avuta sigara ana mashaka kidogo au matusi, wale watu wa sigara wenyewe wameandika katika bango lao lile, uvutaji wa sigara ni hatari kwa afya yako jamaa. Kisha enda nunua kwa pesa zake, na hali ya kuwa Allah subhanahu kashasema, wala tulqu biaidikum ila tahluka, msijiingize kwenye maangamivu kwa mikono yenu wenyewe. Wala taqtulu anfusakum, wala msiziue nafsi zenu. Inna Allaha kana bikum rahima, hakika Allah subhanahu amekuwa kwenu ni mwingi wa huruma. Yawaje sasa kushambi uvutaji wa sigara ni hatari kwa afya yako, alafu unakwenda kununua kwa pesa zako unavuta sigara? Kweli akili timamu? Naam. Qala wa fihi idha'atun lilmali, na ndani yake kuna kupoteza mali. Yani mvutaji wa sigara anapoteza mali nyingi kwa kununua sigara, sababu kuna mtu pakti nzima anavuta kwa siku, mwingine zaidi ya pakti anavuta. Pesa zile kama angezitoa sadaka, ingekuwa ni kheri kubwa, ametanguliza kwa ajili ya Allah subhanahu, lakini yeye ananunua kitu ambacho kina madhara kwenye afya yake. Wa fihi idha'atun lilmali, na ndani yake kuna kupoteza mali. Wa huwa muskirun taratan, na huo uvutaji wa sigara wakati mwingine ni kilevi chenye kulevya mara nyingine. Wa mufattirun taratan ukhra, na ni chenye kuchokesha wakati mwingine. Yani uvutaji wa sigara unachosha wakati mwingine, unaona mtu kotaabani kumbe kavuta sigara. Wa huwa aktharu adhiyatan min athawmi wal basal, na hiyo sigara ni yenye maudhi mengi zaidi kuliko kitunguu saumu na kitunguu maji. Sasa kama aliyekula kitunguu saumu na kitunguu maji, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema fala yaqrabanna masjidana, asiukurubie huyu msikiti wetu. Vipi mvuta sigara akurubie? Asije akasikia uko mvuta sigara akasema pale tunakatazwa kwenda msikitini. Hukatazwi. Hapa njoo msikitini, lakini ukitaka kuja msikitini kwanza jisafishe sigara zako huko. Tafuta mswaki, piga mswaki vizuri. Uje hapa ukiwa na harufu nzuri, lakini pia tafuta na uturi. Ukija hapa jitie manukato kidogo, ubadilishe harufu mbaya zile. Sawa, mvuta sigara huko unayetusikia. Akasema wa huwa aktharu adhiyatan, na hiyo sigara, uvutaji wa sigara una maudhi mengi zaidi, minathawmi, kuliko kitunguu saumu, walbasal, na kitunguu maji. Wa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, na mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam anasema, man adha almuslimina, yoyote atakayewaudhi waislamu, fi turuqihim, katika njia zao, pale wanapopita waislamu akawaudhi. Na hili watahadhari wale quta'u turuq,
majambazi, wezi ambao wanakaa njiani huko wakiwanyang'anya na kuwapora ndugu zao Waislamu, wakiwakamata na kuwachukulia mali zao. Wamche Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume asema, man adha almuslimina fi turqihim, yoyote atakayewaudhi Waislamu katika njia zao, wajabat alayhi la'natuhum, zitamwajibikia yeye laana zao, laana za wale Waislamu. Sasa ikiwa katika njia zao atakayewaudhi Waislamu katika njia zao anawajibikiwa laana za wale Waislamu, je, atakayewaudhi Waislamu katika ibada zao inakuwaje? Falyahdhari almuslimu min arrawaihi alkariha, atahadhari muislamu kutokana na harufu mbaya zenye kukirihisha, allati tuudhi almuslimina, harufu ambazo zinawaudhi Waislamu, atahadhari nazo sana muislamu. Tena atakiwa kitaka kutoka nyumbani kwanza ajisikilize, hii kanzu yangu haijazidi majasho, hii sije na kaudhi Waislamu kumsikitini kama ishazidi majasho kidogo, badilisha uvae nyingine. Kama uko safarini huko tena, hiyo kesi nyingine tena. Lakini watoka nyumbani bwana, watoka na pindi la kufanyia kazi. Sio kama pindi la kufanyia kazi, pindi. Wajua pindi shekhe? Pindi walijua? Pindi ni nguo ya kazi. Ile nguo ya kazi ile tutaita pindi, si kule kwetu. Pindi